Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Leo tunakwenda kukianza kisa kipya, kisa ambacho kina mazingatio makubwa kabisa katika maisha yetu tuliyokuwa nayo, haswa kwa wale watu ambao wana matatizo, maisha kuwa ni magumu, hali za uchumi kuwa ni mbaya, zimezofika kabisa. Maisha yamekaa tafrani, maisha yamekaa ndivyo sivyo. Katika siku hii ya leo insha Allah, hebu twende tukajifunze ni kitu gani ambacho tunatakiwa tukifanye, kama jinsi ambavyo aliyafanya kijana aliyejulikana kwa jina la Zaidi. Tunakwenda kuanza kisa namba 1, na kisa hichi kitakuwa kina vipande 7. Hatutaki tukizungumze kwa mapana na marefu sana kwa sababu ya kutokuwachosha watu. Tunatamani watu wasikilize kidogo kidogo ili wapate kuelewa, kwa sababu kisa kina upana na urefu. Binafsi nimekuwa nikifundisha dua mara kwa mara, lakini nashukuru Mungu katika siku hii ya leo nikawa nimepewa taarifa na ndugu yangu Bwana Zaidi, moja kati ya vitu ambavyo tumekuwa tukivifundisha katika kipindi kirefu, na yeye amekuwa akivisikiliza mara kwa mara na akaamua kufanya maamuzi ya kweli, na leo ndio akatupa na yeye mrejesho katika kile kisa, katika mambo ambayo amekuwa akiyafanya. Kisa chetu kinaitwa kwamba nilisoma aya hii siku 7, maisha yakabadilika. Sasa moja kwa moja hebu twende tukamuone Bwana Zaidi. Alipofika mwisho wa nguvu zake, maanake haelewi afanye nini. Kila kitu kashafanya, kila kitu kashajaribu, kila aina ya maisha, lakini mambo sio mazuri. Sasa hebu twende tukatazame nini ambacho kilichofanyika juu yake yeye. Moja kwa moja ni kwamba anaeleza Zaidi ya kwamba, ustadhi, kuna wakati mtu anafika anaomba, lakini kinachomjibu ni ukimya. Yaani ukimya wa kile alichokiomba ndo majibu yake, hakuna anachokipata katika maombi yake. Sasa hebu twende moja kwa moja tukamsikilize Zaidi anasemaje. Zaidi kwanza kabisa alikuwa ni mtu wa kawaida sana kabisa. Alifanya kazi Zaidi, alijitahidi sana katika kazi zake, lakini maisha yalikuwa hayamsikilizi. Yaani kila anavyojitahidi kuyasemesha maisha ili yamgeukie na yenyewe yakae vizuri kwake, yatulie, yampe nafasi ya kuungana naye na maisha yakae sawa, maisha kwa Bwana Zaidi yalikuwa hayatulii hata kidogo. Pesa hazikukaa kwa Zaidi. Mipango ilivunjika kabla haijakomaa. Ndio sawasawa na mtu leo kila anachokifanya mipango yake inaharibika. Anaweza akaarenji mipango ya kazi ikaenda vizuri, lakini mwisho wa siku ikavunjika katikati na kisiendelee kitu chochote. Kwa hiyo hali hiyo ipo. Watu wengi mipango yao inaishia kati, inaishia mwanzo, inaishia mwisho, haiendelei. Tunakutana sisi na watu wengi, anakuambia kila ninapoanza mipango tunaenda, mwisho wa siku tunaishia njiani, hakuna kinachofanyika, jambo linakuwa limekufa. Haya yote yapo, sio kwa Zaidi peke yake. Mipango inakuwa inavunjika kabla haijafikia mwisho. Lakini mbele ya watu Zaidi alionekana ni mtu imara sana, lakini moyoni, ndani ya moyo wake alikuwa amechoka kupita kiasi. Sasa usiku mmoja Zaidi alikaa peke yake, akajiuliza ndani ya moyo wake, je, Allah bado
ananisikia kweli? Yaani mpaka inafikia hatua mtu anajiuliza swali kama hili, tayari amekwisha peleka hisia huenda hata Mungu kamwacha. Yaani kabaki peke yake. Sasa maana yake tunaposema kukata tamaa ndio huku, kwamba Zaid alikuwa amefikia hatua ya kukata tamaa katika maisha yake. Kulikuwa kuna siku alikaa kimya muda mrefu sana, akitazama dari la chumba chake alichokuwa akiishi. Lakini pia simu yake ilikuwa ipo kimya kabisa. Hakuna mtu wa yeye kumueleza kupitia katika simu, wala hakuna mtu aliyeweza kumpigia simu kwa lolote, kwa chochote. Lakini kilichokuwa kinamuuma zaidi, alijiona kama ameachwa nyuma wakati wengine wote wanasonga mbele. Kwa hiyo yeye akajiona kama vile amepigwa chini katika maisha yake. Yaani kaachwa na kila hatua katika maisha yaliyoko duniani. Na wakati huo watu wanaendelea kusonga mbele katika maisha yao. Anakuja mtu juzi anaanza maisha, anakwenda mbele, anamwacha yeye yuko pale pale. Anakuja mwingine anakwenda mbele, anamwacha yeye yuko pale pale. Na ndicho kitu ambacho kilimfanya Zaidi kujiona ni kama vile ameachwa na maisha, kama vile Mwenyezi Mungu kaamua kumtupa, kakata tamaa Zaidi. Kwa hiyo hali hiyo ilimsababisha Zaidi kujiona amedhoofika sana katika fikra, mawazo, stress nyingi sana. Lakini pembeni ya kitanda chake Zaidi kulikuwa na msahafu, lakini hakuwa na nguvu hata ya kuufungua. Yaani ule msahafu anautazama tu, lakini hata ile namna ya kusema ni ufungue, nisome, Zaidi hakuwa nayo, kwa sababu alihisi kama maisha yameshamuharibikia kweli kweli. Lakini tukio lililobadilisha mwelekeo usiku huo huo, yaani kuna tukio ambalo limebadili kabisa mwelekeo katika usiku ule ule. Ghafla wakati amekaa, Zaidi alipata hisia nzito sana moyoni mwake. Kajiwa na hisia kali sana. Sio sauti iliyomjia, bali ni msukumo tu wa ndani uliosema rudi kwa Allah. Tena msukumo huu ni kama vile unamwambia rudi kwa Allah hata kama huna cha kusema, lakini wewe rudi kwa Mola wako. Basi pale pale hisia zile zilivomjia, ikambidi tu Zaidi akafungua ule msahafu. Hakujua atasoma nini katika ule msahafu. Hakupanga chochote katika ule msahafu. Aliufungua tu. Lakini wakati ameufungua pale katika ule msahafu, ghafla macho yake yakasimama kwenye aya hii. Yaani moja kwa moja macho yake yamekwenda kukutana na aya hii. Uzuri Zaidi amesoma kamaliza msahafu mzima. Kwa kitendo cha kufungua, macho yake yanakutana titi for tati na aya hii ambayo Mungu anasema katika Qur'ani, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kumbuka kwamba msahafu huu ulikuwa ni msahafu wa tafsiri. Kwa Zaidi kakutana na aya hii katika hali tu ya kujisomea, ngoja nisome tafsiri yake. Tafsiri nasema, na yoyote anayemcha Allah, basi Allah atamfungulia njia ya kutokea na atamruzuku kutoka mahali asipopategemea. Sasa Zaidi anafungua msahafu, anakutana na aya hii. Yaani ile anakutana na aya hii. Aya inamuhusia kwamba amtegemee Mungu, Mungu atamuonesha njia ya kutokea.
Allahu akbar. Tafakari ya ndani kabisa inamfata Zaidi. Zaidi anaanza kupata mawaidha ghafla tu. Zaidi aliisoma aya hiyo mara kadhaa, akaanza kuirudia kuisoma. Kisha Zaidi anajiuliza, sikiliza kwa umakini, manake baada ya kuiona aya hii akaanza kusoma, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Anaisoma kwa kuirudia rudia. Alijikuta kaisoma aya hii mara nyingi zisizopungua zaidi ya mara 21. Aliisoma. Kisha sasa anajiuliza, je, aya hii inaweza kunihusu mimi pia au inawahusu watu wengine? Hakupata jibu la haraka Zaidi, lakini moyo wake ulitetemeka. Akasema kimoyomoyo, nitajaribu kuisoma aya hii siku 7 mfululizo. Kwa nini anasema maneno haya? Kumbukumbu zikamjia kwamba niliwahi kusikia katika channel ya Turiu TV kwamba ukiisoma aya hii itakufungulia maisha yako, itakufungulia hivi na vile. Kwa hiyo Zaidi alisoma, alisikilizaga, lakini akaisoma kwa kuwa anaijua, lakini akaipotezea, hakuifuatiliaga. Kwa alivyoikuta pale, Zaidi akaikumbuka. Akasema aya hii niliwahi kusikia kwamba ukisoma inaweza ikakubadilishia maisha yako. Na hapa leo nipo katika stresi na mawazo, cha kwanza nakutana na aya hii. Huenda Mungu kanionyesha pia kwa mara ya pili, huu ni msisitizo. Kwa Zaidi akaamini pengine ni msisitizo, nazidi kusisitizwa niitumie aya hii. Zaidi akasema nitaanza kuisoma kwa muda wa siku 7 tu. Siku 7. Basi hali ilivyo ni kwamba kweli Zaidi alianza kuisoma aya hii kwa unyenyekevu, tena kwa khushu' ya hali ya juu sana. Zaidi alijikuta anaisoma aya hii, akaisoma kwa muda wa zaidi ya mara 21. Maana yake anasema alisoma mara nyingi sana, akumbuki zilikuwa ni ngapi, lakini alisoma mara nyingi sana aya hii. Alikwenda 21, akaenda zaidi na zaidi na zaidi ya hapo kuisoma aya hii. Sasa kwa hali kama hiyo, maana yake Zaidi aliamua kujirejesha kwa Mola wake, amtegemee Mola wake wakati alikuwa amekata tamaa. Sasa binafsi sitaki niende na kisa kirefu sana, dakika nyingi sana, tusije tukashindwa kukielewa kisa chetu. Naomba niishie hapa, ila usiache kusubscribe katika chaneli yetu, usiache kushare, lakini vile vile tunalo grupu letu jipya ambalo linafundisha mambo mbalimbali, masuala ya dua, masuala ya kinga na mambo mbalimbali. Kama utatamani kuingizwa katika grupu letu, utatuambia tu kwenye WhatsApp na mimi niungeni katika hilo grupu. Lakini mwisho kabisa naomba niseme, andika maoni yako katika comment. Je, ungeanza leo kusoma aya hiyo? Shiriki kisa hiki na rafiki au familia yako, na usisahau kuanza na safari yako wewe mwenyewe. Yaani ianzishe safari yako wewe mwenyewe. Ila tu swali ninalokuuliza, unaonaje kuanzia sasa? Wewe ambaye pia una changamoto za maisha yanakwenda ndivyo sivyo, unaonaje na wewe kuanzia sasa aya hii na wewe uanze kuisoma? Unaonaje hilo? Insha Allah niwekee majibu katika comment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.